Katibu Mkuu Kiongozi Mstaafu, makatibu wakuu Ofisi ya Rais, Ofisi ya Waziri Mkuu, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Ilala, waombolezaji wenzangu mlioko hapa, tuko hapa kufuatia kifo cha mzee wetu Mheshimiwa Cleopa David Msuya, makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu, ambaye ametutangulia mbele za haki jana, na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aliutangazia umma wa Tanzania juu ya msiba huu mzito. Na leo hii Mheshimiwa Dr. Philip Mpango, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kupitia baraza la mawaziri amelitangazia taifa kupitia baraza la mawaziri, na huu ndio utaratibu wa kiserikali kwa kiongozi kwa nafasi hii ambayo amekuwa kihudumu marehemu. Na baada ya matangazo yote mawili, sasa ofisi ya waziri mkuu kwa pamoja na ofisi ya rais zinaendelea na majukumu yake. Msiba huu ni mkubwa kitaifa na ni mzito kitaifa pia, kwa sababu marehemu amekuwa kiongozi, amekuwa mtumishi wa umma kwenye nafasi za juu katika nchi, na kwa maana hiyo serikali inawajibika moja kwa moja kuratibu kila kitu mpaka siku ya mwisho kwenda kupumzisha kwenye nyumba yake ya milele. Na uratibu huu unaenda pamoja na kushauriana na familia, jukumu ambalo linaendelea kwa sasa. Bado taratibu za kiserikali zinaendelea, na kwa ushauri wa familia tunaendelea kusubiri wale walioko mbali wafike nchini ili na wao wapate nafasi ya kushiriki kumsindikiza mzee wetu kwenye nyumba yake ya milele. Ndugu waombolezaji wenzangu, ofisi ya waziri mkuu kuanzia kesho wakati wote kuanzia saa 4 itaanza kuwajulisha Watanzania kila hatua ya mwenendo wa maandalizi ya kwenda kumpumzisha kiongozi. Kwa sasa makatibu wakuu kupitia kamati ya utendaji ya mazishi ya viongozi inaendelea na vikao vyake pamoja kwa kushirikiana na familia. Tutakapokamilisha kesho, kila kitu tutakuwa tayari, na kwa hiyo kesho tutatoa taarifa iliyo rasmi juu ya lini, wapi, nini kitafanyika, ili wale watakaotaka kushiriki wapate kushiriki katika hatua zote ambazo zitaainishwa na serikali. Ndugu waombolezaji, kwa sasa tunawasihi muwe watulivu kufuatia kwa mzee wetu, kiongozi wetu tangulia mbele za haki. Tumeonana na familia, tumewasihi nao pia wao watulivu katika kipindi hiki, lakini pia nako Mwanga mpaka kule nyumbani Usangi taratibu za awali zinaendelea, nao pia tumewasihi waendelee kwa utulivu. Na baada ya kesho sasa tutapeana miongozo ya nini kifanyike, na sote tulioko hapa tutapata taarifa. Ndugu na jamaa mlioko hapa, na nyie pia muendelee kwa watulivu mkiwa hapa mpaka hapo kesho tutawajulisha. Tunaendelea kupokea wageni na kuweka saini zao kwenye vitabu maalum kilichoko kule nje na hiki, na kuanzia sasa tutaanza kupokea viongozi wakuu kuja kutoa pole
na kamati ya mapokezi inaendelea kuwapokea na kuwapa miongozo. Baada ya maelezo mafupi haya, tukisubiri taarifa iliyo rasmi, niwashukuru kwa utulivu ambao umeonyesha kutoka tukio hili lilipotokea, na tuendelee na utulivu huo. Tutawapa taarifa iliyo rasmi. Tuendelee kumwombea mzee wetu, tuendelee kumwombea kiongozi wetu. Mwenyezi Mungu katika safari hii aweze kuilaza roho yake mahali pema peponi. Amina. Asante sana kwa kunisikiliza. Hotuba hiyo ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa Kassim, ambaye mara baada ya kuzungumza na waombolezaji ambao wamefika hapa nyumbani, anajiandaa sasa kuondoka hapa kwa ajili ya kwenda kuendelea na majukumu mengine ya kitaifa. Lakini kwa ufupi sana, hotuba yake imegusa maeneo takribani matatu muhimu. Moja, akitoa pole kwa familia, lakini pia kwa serikali ambaye pia imempoteza viongozi mwa washauri muhimu kabisa na viongozi wakuu ambao wamekuwa na mchango mkubwa kwa taifa, lakini pia akaweka wazi kwamba taratibu zote kuhusiana na masuala ya namna gani msiba huu utaenenda mpaka kwenda kumpumzisha mpendwa wetu Mzee Msuya zitakuwa, akiweka wazi kwamba taratibu hizo zote zitaanza ama zitawekwa wazi kuanzia kesho, siku ya Ijumaa majira ya saa 4 asubuhi, wakati huu serikali ikiwa inapata nafasi ya kushirikiana na familia kuweka mipango. Naam, huyo ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa anaondoka hapa nyumbani, ama msafara huo wa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa Kassim ukiondoka nyumbani kwa marehemu Mzee Cleopa Msuya hapa maeneo ya Ukonga, Dar es Salaam. Na hii ni mara baada ya kupata nafasi ya kuzungumza hapa na kutoa salamu za pole kwa familia na waombolezaji wengine, akiweka wazi kwamba tutarajie kuanzia kesho saa 4 taratibu zote zitawekwa wazi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.